Lakini mtoto akiwa na changamoto anabaki kuwa mtoto wa mama peke yake. Kiangalia kipindi kile, wengi wanaohojiwa wenye watoto wenye changamoto ni kina mama. Kama ni kubeba, kama ni kuburuza, kama ni kina mama. Ukimuuliza baba yuko wapi, alipomwona mtoto hali hii baba kaondoka. Au hivyo. Kwa hiyo ndio taswira inayojitokeza, na sisi kama kina mama hatuna budi kusimamia jambo hili. Kwa hiyo ninasimama nikiwa naelewa fika jukumu hili kubwa ambalo wanalibeba kina mama wenye watoto wenye changamoto mbalimbali katika jamii yetu. Nakubaliana na wewe pia Mhashamu Baba Askofu kwamba tatizo bado ni kubwa. Lakini ndugu zangu, tatizo hili halichagui dini. Leo ni kanisa limeamua kuchangisha kujenga kituo kwa watoto hao. Lakini tumeonyeshwa kwenye documentary kwamba mdogo wangu Maida, mtoto wake amefaidika na mpango huu. Lakini kuna shekhe hapa, mtoto wake amefaidika ndani ya mpango huu. Na kuna wengine na wengine na wengine. Kwa hiyo tatizo hili halichagui dini wala halichagui familia ya mtoto huyu kuzaliwa. Ni tatizo la Watanzania wote. Ni tatizo kubwa ambalo tunatakiwa wote kwa pamoja tusimame na tulifanyie kazi. Na bahati mbaya ni kwamba katika miaka hivi karibuni duniani kote kuna ongezeko kubwa la watoto wenye ulemavu wa akili, na hususan wenye akili mtindio kama cerebral palsy, lakini usonji, wenye autism, wenye Down syndrome na mengineyo. Shirika la Afya Duniani